Huyu ni rais wa Burkina Faso, ama wengine wanamuita the strong people of Burkina Faso. Yani anaitwa mtu imara wa Burkina Faso ambaye lake jina ni Captain Ibrahim Traore. Siku hii alikuwa anaenda huko Russia au Urusi. Alipofika Urusi akapokelewa na wenyeji wake kwa ajili ya kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin ambaye alikuwa akimsubiri katika ziara yake hiyo bwana Ibrahim Traore. Alipokuwa akiingia, watu wengine wakidhani kwamba labda angeingia peke yake katika eneo hilo kwenda kumsalimia ama kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo yeye aliongozana pamoja na walinzi wake, ikawa full military combat, ambapo yeye mara zote alikuwa yuko timamu imara, lakini akionekana ni mchangamfu sana, kitu ambacho kilioshangaza wengine wengi pia, licha ya kuwa na hao askari wake kama kawaida, ambapo watu wengi wamezoea kumuona Ibrahim Traore akiwa na bastora yake katika kiuno chake, lakini siku hiyo hakuwa na bastora. Tafsiri ambayo inakuja kwamba Ibrahim Traore ni kiongozi wa kijeshi ambaye anamwamini sana na kumuelewa sana rais wa Urusi Vladimir Putin. Ndio maana wakati anaingia katika ikulu ya huko Urusi, ama eneo maalum lililokuwa limeandaliwa kwa ajili ya kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, yeye hakuwa na kitu chochote katika mwili wake, yani ya kuweka bastora yake katika kiuno chake, ambapo inaaminika kwamba mara nyingi anaweka bastora katika kiuno chake katika maeneo ambayo anaona kabisa usalama wake ni mdogo. Hivyo anaelewa kwamba Urusi kwake yeye ni salama. Na baada ya kukutana na kiongozi huyu wa Urusi, na ndio maana baada wengine wanasema wewe uogopi, yeye haogopi kweli. Na baada ya kukutana na kiongozi huyu wa Urusi, wakawa na kikao cha nchi kadhaa au viongozi kadhaa wa Afrika ambao pia walifika huko Russia. Alitoa hotuba yake katika mkutano huo na kila mmoja akawa timamu kweli kweli katika kumsikiliza. Lakini katika hotuba yake ile, na mara kadhaa hotuba yake inarejelewa na watu wengi katika bara la Afrika, lakini pia katika vyombo vya habari, kwamba hotuba yake ilikuwa na msimamo wa Kiafrika, kwamba licha ya kwamba Russia ni kama ndugu wa damu kabisa wa bara la Afrika ama nchi za Afrika, lakini Afrika inatakiwa pia kujitegemea kwa namna moja ama nyingine, ikiwemo sana sana suala la chakula, na kwamba viongozi wa Afrika wanatakiwa kuacha unafiki katika kuishi kwao pamoja na wananchi wanaowaongoza, kwamba nchi nyingi za Kiafrika wananunua bunduki kwa ajili ya kuwaua Waafrika wenzao ama kuwaua raia wao, kitu ambacho alisema kwamba si jambo jema. Alitolea mfano katika nchi yake ya Burkina Faso, kwamba yeye katika nchi ya Burkina Faso kuna magaidi wapo katika nchi yake, lakini wananchi wa Burkina Faso wanapojitolea katika mapigano ama kwenda kukabiliana na maadui wanaonyonya nchi ya Burkina Faso, wanaitwa majina ya kufedhehesha, wakiwaita wanamgambo, kwa sababu tu ili kuwafedhehesha wananchi hao waonekane kwamba si kitu chochote katika kukomboa ama kusimamia maliasili za nchi yao. Lakini mataifa ya magharibi, wananchi wao wanapojiunga kutetea nchi yao wanaitwa wazalendo, kitu ambacho anasema kwamba wa Afrika pia ni muhimu sasa, kuanzia sasa kuwa kitu kimoja, lakini pia kuwa na upendo na wananchi, kwamba thamani iwe kwa wananchi, kwa sababu wananchi ndio walipa kodi wakubwa, ndio wazalishaji mali katika taifa, ndio kila kitu katika nchi za Kiafrika. Hivyo aliomba thamani iwe kubwa sana kwa wananchi ambao ni wa hali ya chini, kwa sababu wanayo thamani kubwa sana katika mataifa yao ya Afrika ama katika mataifa yetu ya Afrika. Hotuba ambayo mara kadhaa watu wengi wamekuwa kirejelea, lakini alipokuwa akihutubia muda mwingi rais wa Russia au rais wa Urusi alikuwa take note, yani akichukua mambo kadhaa, akiandika huko, akitikisa kichwa, akielewa, yani ikielezwa ama kutafsiriwa kwamba alikuwa anamuelewa sana kijana huyu
Captain Ibrahim Traore ambaye ni rais wa nchi ya Burkina Faso. Hebu endelea kutazama mtazamaji, lakini pia nawe unayo nafasi ya kutoa maoni yako kuhusiana na viongozi wa Afrika, namna mienendo yao ilivyo, lakini ukiwafananisha na kiongozi huyu wa Burkina Faso ama Burkinabe, Ibrahim Traore, captain huyu ambaye amejipambanua wazi yeye kwamba ni kijana shupavu, ni Mwafrika kweli kweli, lakini pia amekuwa kivutio katika bara la Afrika hata nje ya mataifa mengine. Rais huyu wa Burkina Faso, Ibrahim Traore, baada ya kutoka Urusi, ndipo rais wa Russia bwana Vladimir Putin alimuongezea ulinzi katika nchi yake ya Burkina Faso, ama ulinzi wake pia binafsi katika nyendo zake, kutokana na msimamo wake ambao anauonyesha kwa nchi yake. Lakini ikumbuke kwamba ni mara kadhaa Ibrahim Traore amenusulika kupinduliwa ama amenusulika kuuawa na watu ambao hawamtakii mema kwa sababu tu ya msimamo wake. Na ijulikane, rais yeyote wa Afrika akiwa imara katika kusimamia rasilimali zao za nchi yake, mara nyingi huwa anapelekewa moto, Waswahili wanasema, au anapelekewa vikwazo vya namna moja ama nyingine, kwa sababu ya kusimamia rasilimali zilizoko katika nchi ya taifa lake. Ipo mifano kadhaa ambayo ninaweza kukukumbusha na watu wengi pia mnajua. Kina Sankara waliuawa kwa sababu tu ya kusimamia misimamo ya nchi zao. Akina Lumumba waliuawa mpaka miili yao kwenda kuchomwa kwenye tindikali ili tu kupoteza, yani wanaona kama Waafrika wanaosimamia rasilimali za nchi zao ni kama nyani wanaonuka. Lakini Vladimir Putin wa Russia anapenda sana Waafrika wa namna hiyo. Na ikumbukwe kwa sasa Ibrahim Traore pia inaelezwa kwamba ulinzi shupavu kutoka Urusi pia unamsaidia katika kumlinda Ibrahim Traore ili awe salama, kwa sababu anaendelea kusimamia mali za nchi yake ya Burkina Faso, ikiwemo sana rasilimali madini ya aina mbalimbali ambayo yapo katika nchi ya Burkina Faso. Na ikumbukwe Ibrahim Traore baada ya kuingia tu madarakani ama kupindua nchi ama kushika madaraka mwaka 2022, kitu cha kwanza aliondoa majeshi yote ambayo sio ya nchi ya Burkina Faso, ambayo yalikuwepo Burkina Faso kwa kisingizio kwamba yanasaidia kulinda amani ama usalama wa nchi hiyo ambayo inakabiliwa na ugaidi ndani ya Burkina Faso. Yeye alichokifanya ni kuondoa kwanza majeshi yote, lakini pia alifanya kitu kingine, ni kukata mahusiano ya kidiplomasia na nchi ya Ufaransa, ambapo Ufaransa ilikuwa kama ndio wenye nchi hiyo ya Burkina Faso, jambo ambalo Ibrahim Traore aliona kabisa kwamba si sawa katika usimamizi wa rasilimali za nchi yake, ambapo aliondoa mahusiano ya kidiplomasia, lakini na kufukuza majeshi yote ambayo yalikuwa naikalia ile nchi, yakisema kwamba yanalinda amani katika nchi ya Burkina Faso. Huyu ndiye Ibrahim Traore ambaye ni shujaa wa Afrika, mwamba huyu.